Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza kitabu cha Waebrania sura ya 1. Kwanza tusome kama ilivyoandikwa. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 14 inasema: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika, yupi wakati wote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi, Mungu, ni cha milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Na tena wewe Bwana, hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu, na kazi za mikono yako hizo zitaharibika, bali wewe unadumu. Nazo zote zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika. Lakini wewe yeye yule, na miaka yako haitakoma. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Nini fundisho hapa? Mungu yupo hakika. Ndicho tunachofundishwa hapa katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya 1.
Aliongea na mitume zamani, pia hata sasa anaongea na watu wake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Yesu. Tunathibitishwa kwamba Mungu anafanya kazi, mpaka sasa anafanya kazi. Huo tunashuhudiwa kwamba yupo. Kwa mtu ambaye haamini kwamba Mungu yupo, neno hili linatuthibitishia kwamba Mungu yupo, anaongea na watu, na zamani aliongea na mitume wake aliyopendezwa nao. Lakini kingine hapa tunakumbushwa kwamba mbingu na dunia ya sasa sio za milele, zitapita na kuja mbingu mpya na nchi mpya isiyopita. Rejea Waebrania sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 11 imeeleza wazi sana. Lakini rejea Luka 21 mstari wa 33 inasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Tunathibitishwa hapo na kufundishwa pia. Lakini rejea Ufunuo 21 mstari wa 1 inatuthibitishia kwamba mbingu itakayokuja itadumu milele. Inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Umeona? Kwa hiyo tunafundishwa na kuthibitishwa kwamba mbingu na dunia ya sasa sio za milele, zitapita, na itakuja mbingu na nchi mpya isiyopita. Lakini jambo lingine, Yesu Kristo pekee ndiye mwokozi wa ulimwengu na dhambi za wazazi wetu za asili. Lakini kitu kingine cha msingi kabisa, tunafundishwa kwamba Yesu Kristo pekee ndiye mwokozi wa ulimwengu. Sio malaika, sio majini, wala miungu itakayotuokoa na dhambi hii siku ya kiyama. Rejea Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20 inatuthibitishia. Inasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu alizungumza wakati gani? Alizungumza na wanafunzi baada ya kufufuka. Lakini inaendelea kusema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hivyo mwamini Yesu Kristo na uzalishe talanta ya uhai ili kuwaleta watu kwa Mungu kabla ya siku zako hazijakoma katika nchi akupayo Baba yetu wa mbinguni. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuwa katika ufalme wa nuruni mwako daima. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia na mataifa yote duniani. Amina.